Mwenge wa Uhuru wazindua nishati ya umeme katika nyumba za watoto yatima zilizopo Mtambwe, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, kama sehemu ya kuboresha makazi ya watoto hao. Na katika michezo tunaambiwa mchezo wa dabi ya Mzizima uliovikutanisha vilabu vya Azam na Simba wamalizika bila kupata mbabe baada ya kutoka suluhu ya bila kufungana. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Mwenge wa Uhuru umezindua nishati ya umeme katika nyumba za watoto yatima zilizopo Mtambwe, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya makazi na huduma kwa watoto wanaoishi katika nyumba hizo. Mwanahabari wetu Masanja Mabula kutoka kule Pemba ana taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi ya umeme huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Mawazo Mikaeli Mwang'onda ametaka kuitunza miundombinu hiyo ili iweze kutumika na kuwanufaisha wananchi wote. Kuomba kutunza maeneo haya, kutunza miundombinu hii ya umeme ili na wengine waweze kuendelea kutumia. Transformer ile mnaiona inaweza kuhudumia watu wengi sana, sio hao 14 tu. Kwa hiyo tutunze miundombinu hii ya umeme ili iweze kusaidia na wengine. Wakuu wa taasisi za serikali, wasimamizi wa nyumba hizo pamoja na wabunge kutoka mkoa wa Kaskazini Pemba wamesisitiza umuhimu wa kuwatunza watoto wanaoishi katika nyumba hizo kwa kuwapatia mahitaji muhimu ikiwemo chakula, malazi bora, elimu na huduma za afya. Naomba nichukue fursa hii kuwasisitiza wananchi kuendelea kuchangamkia fursa hii iliyotolewa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ili kufikia hatima ya kuwawezesha kila mmoja kutumia huduma hii. Wale ya watoto wale si jukumu letu sisi tu, ni jukumu la kila Mtanzania, kila mzee, kila kijana, kila mtoto, watu wote kwa ujumla. Ni jukumu letu kuwalea watoto wale, kwa sababu ni watoto wa nchi yetu, ni watoto wa jamaa zetu, ni watoto wa wazee wetu. Ni jukumu langu kuwaenzi na kuwalea watoto hawa mayatima, na tamka rasmi nitachangia magodoro yote yanayohitaji katika vijana wetu hawa wawe katika huru na furaha na walale salama. Kwa sadaka yangu, kwa sababu hawa wanaishi nje ya mji kidogo, hata transportation inakuwa ni shida. Mimi ndugu yangu nitakuchangia bodaboda ili kuhakikisha zile taarifa pamoja na zile huduma ambazo natakiwa uwe mjini kwa wakati ili kuwahudumia ndugu zetu kuweza kufanya kwa wakati. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 3 waliohusika na mauaji katika wilaya za Malinyi, Kilombero na Kilosa mkoani humo. Mwanahabari wetu Jimmy Mengele ana taarifa zaidi. Akithibitisha kutokea kwa matukio hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Endu Kamtimbo amesema tukio la kwanza limetokea jioni ya Aprili 4 mwaka huu katika kata na tarafa ya Ulaya wilaya Kilosa, ambapo amesema katika tukio hilo Janet Mazengo umri wa miaka 52, mkulima aliuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na mumewe aitwaye Amos Zakaria kutokana na wivu wa mapenzi. Aliuawa kwa kukatwa na kitu chenye makali na mtuhumiwa aitwaye Amos Zakaria Kisomeko mwenye umri wa miaka 64. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba chanzo cha mauaji hayo ni wivu wa mapenzi, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimtuhumu huyu Janet Ernest ambaye kwa sasa ni marehemu kwa muda mrefu kuwa na mahusiano na wanaume wengine. Aidha, kamanda Kamtimbo amesema baada ya mtuhumiwa huyo kutekeleza tukio hilo alijaribu kujitoa uhai kwa kunywa sumu. Mtuhumiwa huyu amekamatwa na amelazwa kituo cha afya Ulaya kutokana na hali yake kuwa mbaya baada ya jaribio la kujiua kwa kunywa sumu. Katika tukio lingine, jeshi la polisi mkoani Morogoro limemkamata Ramazani Sadiki Joseph kwa hatuma za mauaji ya Mese Germanus, huyu ni binti wa miaka 23, ambapo aliuawa kwa kukabwa koo kisha kukosa hewa na kusababisha kifo chake. Katika tukio lingine,
Furaha Emmanuel Simwanza amekamatwa mnamo Aprili 2026 kwa kosa la mauaji ya Saidi Hamisi. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika na wanafamilia, viongozi wa serikali na wananchi mbalimbali katika dua maalum ya kumwombea aliyekuwa rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Ali Hassan Mwinyi. Tupate taarifa zaidi. Thabituhum bilqawli thabit, Allahumma 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 thabituhum bilqawli. Dua hiyo imefanyika katika msikiti wa Al Hassan Mwinyi uliopo Manga Pwani, mkoa wa Kaskazini Unguja, ikiwa ni utaratibu maalum wa kuombea waasisi na viongozi wa taifa waliotangulia mbele ya haki kuelekea maadhimisho ya kumbukumbu ya rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Abeid Amani Karume Aprili 7 mwaka 2026. Akizungumza katika dua hiyo, waziri wa nchi ofisi ya rais, tawala za mikoa na idara maalum za SMZ Idrisa Kitwana Mustafa amesema serikali itaendelea kumwenzi marehemu Ali Hassan Mwinyi kwa mambo makubwa na mazuri aliyoifanyia nchi yake wakati wa uhai wake. Jambo hili lilikuwa lina utaratibu wa kuenzi baadhi ya viongozi wetu wale wa juu kama vile mzee wetu mzee Karume. Lakini kuja kwako wewe wakati wa awamu yako ukalitanua wigo jambo hili kubwa kwamba waenziwe waasisi, lakini waenziwe na wale viongozi wakuu. Mheshimiwa, uniruhusu nimshukuru tena Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi ambaye ndiye muasisi wa jambo hili. Na Mheshimiwa Rais alilifanya jambo hili akijua kwamba jambo hili linajenga hatima ya waliomtangulia, lakini na yeye akaona kwamba kana kama kuntu wasatakununa kama kana. Ule msemo unaosema wao walikuwa kama sisi na sisi tutakuwa kama wao. Naye katibu mtendaji wa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Khalid Ali Mfaume amewanasihi waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kwa ujumla kuishi maisha yenye maadili na kutenda mambo mema yatakayoifanya jamii kuwakumbuka watakapotangulia mbele ya haki. Fanya jitihada kubwa kwa nafsi yako mwenyewe, baada ya kuondoka watu wakutaje, kwa sababu fadhikru lilinsani umrun thani, ule utajo mtu anaotajwa baada ya kuondoka kwake ni umri mwingine. Mzee Mwinyi yuko kaburini, maisha yake ya duniani yamekwisha, lakini tarehe yake na maisha yake aliyoyafanya ni uhai mwingine tunaendelea kueleza leo. Mzee Mwinyi alikuwa mtu gani? Alikuwa ni mtu rahimu, alikuwa ni mtu karimu, alikuwa ni mtu ambaye alijitayarisha kwamba kuna siku ataondoka katika ulimwengu. Na tarehe yake ukisoma maeneo mengi unamkuta mzee Mwinyi alikuwa katika kheri. Amejenga misikiti, amesaidia misikiti, amejenga madrasa, amewasaidia watu kusoma, amefanya kila aina ya kheri, na alitambua kwamba anachopaswa kufanya afanye yeye mwenyewe akiwa yuko hai, na mengi aliyafanya. Lola Ali, Channel 10. Mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam Amina Saidi amewataka wanawake nchini kusimama imara katika malezi bora ya watoto ili kuhakikisha taifa linakuwa na kizazi bora chenye maadili mema. Mbunge huyo ametoa wito huo jijini Dar es Salaam katika kongamano la umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mabibo, na kusema kuwa wanawake ni nguzo muhimu katika kukuza makuzi ya watoto, hivyo wanapaswa kunusuru taifa dhidi ya kizazi kisichokuwa na maadili. Hakikisha unajua mtoto wako rafiki yake ni nani. Kuna wazazi wengi hapa wanatoa lakini hawajui marafiki zao. Kweli si kweli? Kuna wazazi wengi hapa watoto wao wanakuambia mama natoka nenda kwa rafiki yangu. Anarudi saa 2 za usiku na uhakika alienda kwa rafiki yake. Wewe rafiki yake unamjua? Mimi niwaombe sana wanawake wenzangu, tusipoteze kizazi hiki. Narudia tena, sisi umri unaenda, huko nyuma tukiharibu kizazi chetu. Tutajenga kizazi ambacho sio safi na salama, na tutaathiri uchumi wa nchi yetu.
Elimu ya uchumi na kuweka akiba ni miongoni mwa mada zilizowasilishwa katika kongamano hilo, ambapo mbunge huyo aliahidi kutoa viti 130 kama sehemu ya kuunga mkono mradi wa viti na mahema ulioanzishwa na UWT kata ya Mabibo. Nilifanya kongamano na nyie, kweli kweli. Mazuri yanakuja na waleteni vifaa mtaji. Sasa vile vifaa mtaji, furaha yangu mimi kwenu mkavizalishe. Furaha yangu mimi kwenu nikaone mnasonga mbele. Lakini sio vile vifaa mtaji mwende mkavikalie au mwende mkaviweke ndani viharibike. Shani Swago ni katibu wa UWT kata ya Mabibo, ambaye katika risala yake amesema lengo la kongamano hilo ni kuwajengea uwezo wanawake, kuona umuhimu wa kuweka akiba na kuzingatia masuala ya uchumi na fedha. Sote tunafahamu kwamba malezi bora hayakamiliki pasipo mwanamke kusimama imara kiuchumi. Sisi UWT kata ya Mabibo tumedhamiria walezi bora na kuhakikisha sisi wenyewe tunasimama imara kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuanzia sisi UWT tuna mradi wa viti 70. Dhamira yetu tunahitaji tuwe na viti 200 na mahema 2. Nafikiri tumesikia masomo tuliyoitishwa hapa. Naomba tukitoka hapa tukafanye mabadiliko, tukafanye haya masuala kwenye matawi yetu kwa vitendo. Mama zangu, ndio mtakuwa mmeniheshimisha mimi mwenyekiti wenu, lakini tukitoka hapa maneno haya mkiacha hapa tutakuwa tumefanya kazi bure. Tushirikiane kwenye masuala yote magumu na mepesi, tuhakikishe wanawake wenzetu tunawanyanyua kutoka nafasi moja kwenda nyingine, kwa sababu ukimnyanyua mwanamke basi umenyanyua jamii nzima kwa ujumla. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10. Watumishi wastaafu kata ya Ilemi jijini Mbeya wameahidi kuendelea kutoa ushirikiano na mchango wa mawazo ya maendeleo katika kata hiyo ili kuongeza ufanisi wa kiutendaji na kuwaletea wananchi maendeleo. Wakizungumza katika hafla ya kuaga watumishi wastaafu na waliohamishwa vituo vyao vya kazi katika kata ya Ilemi, watumishi hao wamesema tukio hilo limekuwa la kipekee na limewagusa kutokana na kuthaminiwa utendaji wao. Naomba mniambie na mimi kale kadogo nitakako kapata mtaweza kuchangia. Mimi ni mwananchi, mwanadamu hakosi mabaya, yako mabaya mengi pamoja na mazuri, pengine mazuri ni machache lakini mabaya ndio mengi. Naomba jamani munisamehe. Mheshimiwa Diwani, narudia kukushukuru sana. Haya uliyoyafanya kwetu ni mema na ni makuu, lakini wataalamu nashindwa nisemeje. Ninaomba ule umoja tuliokuwa nao wakati nipo, basi mpeni mama upendo, tufanye wote kwa umoja huo. Of course nimeondoka kwenye kata ya Ilemi kwenda kata ya Igawilo. Nimeiacha kata ikiwa na mafanikio ya kielimu, ndo kazi yangu. Nimeiacha kata ikiwa na mafanikio ya kielimu yaliyo mazuri. Kata nimeiacha katika nafasi ya kata 8 zilizopandisha ufaulu wa matokeo ya kitaifa ya shule za msingi kwa mwaka jana. Diwani wa kata ya Ilemi Baraka Zambi amesema tukio hilo linadhihirisha heshima kwa watumishi wa umma na kuimarisha mshikamano kati ya viongozi na wananchi. Hawa ambao tulikuwa nao ndani ya kata Ilemi na wamehamishwa na mzee wetu hapa amestaafu, ajue kwamba tunathamini mchango wake ambapo alikuwepo ndani ya kata Ilemi. Kwa lengo langu kubwa au lengo letu kubwa ni kuwaomba muendelee kutusaidia kata Ilemi, kwa sababu sura ya kata Ilemi tunapotamani iwe, tunatamani iwe sehemu bora, iwe sehemu nzuri ya wananchi wetu kuishi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Kamati ya viongozi wa dini mkoa wa Dar es Salaam imempongeza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuhusu kauli yake aliyoitoa bungeni jijini Dodoma baada ya ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambapo alisisitiza dhana ya uwajibikaji kwa viongozi wa umma. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, viongozi hao wa dini wamesema bado wana imani na viongozi wakuu wa serikali katika kusimamia maadili licha ya taarifa ya CAG kubaini changamoto na dosari katika baadhi ya taasisi na mashirika ya umma,
huku akitaka hatua zichukuliwe katika kuhakikisha fedha za serikali zinakwenda kutekeleza miradi ya maendeleo kwa manufaa ya wananchi. Hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama maaskofu tunaipongeza. Uwajibikaji ni jambo ambalo ni very substantial. Viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali kuwajibika bila kuangalia huyu mtu namfahamu au humfahamu, maadamu ni mtu anayetoka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuwajibika, tusiwahudumie Watanzania kwa ubaguzi. Nyingi kila inapotoka taarifa ya CAG, mkaguzi huyu na mdhibiti wa mahesabu ya serikali, tunaona kuna baadhi ya halmashauri zinapata hati chafu. Kwa hiyo tunataka kuona hatua sahihi zikichukuliwa kwa wale wote waliokuwa wabadhirifu wa fedha za umma. Serikali na Mheshimiwa Rais tunamuomba, na Waziri Mkuu pia tunamuomba wawe makini sana na wawe wakali sana katika kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma. Baadhi ya maaskofu nao wakasisitiza suala la upendo, amani na kuheshimiana, hasa katika kipindi hichi cha Pasaka na kukumbuka kifo cha Yesu Kristo msalabani. Huruma na upendo tuliouona pale msalabani Yesu akiangikwa. Hebu wa Tanzania tukopi huruma hii na upendo ule. Hebu tukapendane wa Tanzania. Tunapofika mahali pa kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, Yesu anafufuka, yale yote kama tulikuwa na chuki, tulikuwa na visasi, hebu vyote tuviache. Leo wanaposikia habari kama hizi kwamba sasa fedha zao zinasimamiwa vizuri, wanajisikia faraja. Kwa kweli nipongeze sana kwa jambo hili ambalo limeweza kusemwa katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini swala uwajibikaji limetajwa nalo, jambo la faraja sana. Hakuna mahali popote, iwe kwenye familia, iwe kwenye kijiji, iwe wilaya, mkoa, nchi hasa, kama hakuna uwajibikaji, kila mtu anafanya kivyake. Juma Mohamed, Channel. Na katika ngwe ya michezo tunaelezwa kwamba ligi kuu soka Tanzania bara iliendelea jana kwa michezo miwili kuchezwa, huku mchezo mkubwa ukiwa ni mchezo wa dabi ya Mzizima uliovikutanisha vilabu vya Azam FC dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja wa Azam Complex Chamazi nje kidogo ya Dar es Salaam, na mchezo huo kumalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Mchezo huo ulikuwa mgumu na wa kusisimua kwa dakika zote 90, ukitawaliwa na matumizi ya nguvu, akili na ufundi kutoka kwa nyota wa timu zote mbili. Kufuatia matokeo hayo, sasa Azam FC anasalia nafasi ya 3 akiwa na alama 33 baada ya kucheza michezo 17, huku Simba akiwa nafasi ya 2 na alama zake 35 baada ya kucheza michezo 16 ya ligi, na kuwa nyuma ya mpinzani wake Yanga mwenye alama 41 akiwa kileleni mwa ligi hiyo. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.